السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Yadhallah Ta'ala bin Asal Aziz anasema kwamba leo mimi nitaeleza kuhusu Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baba yake alikuwa anaitwa Maslama bin Salama, babu yake alikuwa Salama na vile vile jina lingine ni Khalid, na mama yake alikuwa anaitwa Umme Saham. Alikuwa kutoka katika kabila la Aus. Na lakabu yake lilikuwa Abu Abdullah Abdurrahman. Alama Ibn Hajar anasema kwamba Abu Abdullah ilikuwa lakabu yake haswa. Na alizaliwa miaka 22 kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walipewa jina la Muhammad kwa sababu watu walikuwa wanasubiri nabii ambaye bishara yake ilitolewa na Hadhrat Musa alayhi salam, na watu walikuwa wakisema kwamba yule nabii ataitwa Muhammad. Kwa hiyo watu wa Arabuni waliposikia kwamba huyu nabii anayekuja jina lake litakuwa Muhammad, kwa hiyo walianza kuita watoto wao Muhammad. Na wale watu ambao waliopewa jina la Muhammad kabla ya Mtume sallam, idadi yao ilikuwa 3 mpaka 15. Alama Ibn Hajar anasema kwamba watu 3 walipewa jina la Muhammad, na Ibn Kasir amesema watu 5 walipewa jina la Muhammad, na Wahab amesema kwamba watu 15 walipewa majina haya. Na watu hawa 15 ambao walipewa jina la Muhammad, majina yao ni haya: Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Haya, Muhammad bin Humran, Muhammad bin Khuzai, Muhammad bin Adi, Muhammad bin Usama, Muhammad bin Bara, Muhammad bin Haris, Muhammad bin Hermas, Muhammad bin Khali, Muhammad bin Yahmad, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Usadi, na Muhammad bin Fukami, na Hazrat Muhammad Maslama. Hazrat Muhammad Maslama alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kusilimu,
na alisilimu kabla ya Saad bin Umair. wakati Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya kuwa ndugu yake, yani ndugu ya Hazrat Muhammad bin Maslama. Na alikuwa miongoni mwa wale masahaba ambao waliomuua Ka'b bin Ashraf na Abu Rafi. Hawa walikuwa maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakileta madhara kwa ajili ya Waislamu, na hata walikuwa wanafanya njama ili maadui wamshambulie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile walijaribu kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa walikuwa maadui. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwateua maswahaba kadhaa kwa ajili ya kuwaua, na miongoni mwa hawa alikuwa Muhammad bin Maslama. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi wakati alimteua Muhammad bin Maslama kwa kuwa kiongozi wa Madina, na watoto wake Abdullah, Saad, Abdurrahman na Umar, hawa wote watoto wake walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad bin Maslama katika Badr, Uhud na isipokuwa mapigano ya Badr Tabuk alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mapigano ya Tabuk kwa ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki katika Madina. Kama nimeshaeleza kwamba Ka'b bin Ashraf na Abu Rafi walikuwa wenye kuleta fitina na maswahaba walioteuliwa kwa ajili ya kuwaua. Mmoja wao alikuwa Muhammad bin Maslama, na mimi nimeshawahi kueleza maelezo yake, lakini nataka nieleze kwa fupi mara ya tena. Katika Sirat Khataman Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika tukio la Ka'b bin Ashraf, namna gani aliuawa. Baada ya Badr, maadui Mayahudi walizidi katika uadui, na vile vile maadui wengine pia walizidi katika uadui. Ka'b bin Ashraf pia alikuwa mdui wa hali ya juu, na yeye pia aliuawa kwa sababu ya uadui wa Islam. Ka'b ingawa alikuwa Myahudi, lakini alikuwa sio katika kizazi cha Yahudi, bali alikuwa Mwarabu. Baba yake alikuwa mshirikina. Ka'b bin Ashraf akaja Madina na akajenga mahusiano na Banu Nazir, na yeye alijenga mahusiano mazuri sana kiasi hiki kwamba kiongozi wa Banu Nazir aitwaye Abu Rafi akamwoza binti yake na Ka'b bin Ashraf, na kutoka kwake mtoto mmoja alizaliwa, na yeye alizidi katika uadui zaidi kuliko baba yake, na yule mtoto wake alikuwa anajulikana kama ni kiongozi wa Mayahudi. Na Ka'b bin Ashraf alikuwa akifanya matendo mabaya sana, na alikuwa akifanya njama, na alikuwa maarufu sana katika kufanya njama, na yeye alikuwa hajui kuhusu mema, na alikuwa amezidi sana katika maovu na dhambi na vile vile kuleta fitina. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, wakati ule Ka'b bin Ashraf kwa kuungana na Mayahudi wengine akafanya ahadi, na yeye alishiriki katika ahadi ile iliyofanywa kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi. Lakini Ka'b alikuwa na uadui na husuda moyoni mwake. Yeye aliendelea kufanya njama dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufanya njama hii alianza kujenga uadui dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Islam.
Kab aliendelea kuzidi katika uadui na uadui wake uliendelea kuwa wenye hatari kwa ajili ya Waislamu. Na baada ya mapigano ya Badr, yeye alizidi katika uadui kiasi hiki kwamba fitina yake ilizidi sana na mwenendo wake ulileta hatari sana kwa ajili ya Waislamu. Wakati wa Badr, Waislamu walipata ushindi na viongozi wa Makureshi waliuawa. Kwa sababu ya kuona hali hii, Ka'b bin Ashraf akawa na yakini kwamba dini hii ya Mtume SAW haitaangamia bali itaendelea kushinda na kupata maendeleo. Kwa hivyo, kwa kuona ushindi wa Badr, yeye alipata husuda sana. Yeye baada ya ushindi wa Badr alitumia nguvu yake yote na uwezo wake wote kwa ajili ya kuangamiza dini tukufu ya Islam. Wakati Ka'b alipokuwa na yakini kwamba kwa sababu ya ushindi wa Badr Waislamu wamepata nguvu sana, na yeye alikuwa hategemei kwamba Waislamu watapata ushindi, kwa sababu ya ushindi wa Islamu akapata ghadhabu na hasira sana. Kwa hiyo akaenda Makka, na baada ya kwenda kule Makka akaanza kuwachochea Makuresh na kuwahimiza Makuresh dhidi ya Waislamu, na yeye akatia chuki dhidi ya mioyoni mwa Makuresh, na yeye akawachochea wale Makuresh ili washambulie Waislamu tena. Wakati Ka'b alipowachochea na alipowahimiza dhidi ya Waislamu, basi Ka'b bin Ashraf akawachukua viongozi kadhaa wa Makuresh na akawapeleka katika karibu ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na akachukua viapo kutoka kwao kwamba wale Makuresh hawatakaa kwa utulivu mpaka wao waangamize Waislamu wote na waangamize Islam. Baada ya kule Maka, yeye alienda kwa makabila mbalimbali ya Arabuni. Yeye aliwachochea wale watu wa makabila mbalimbali dhidi ya Waislamu, kisha baadaye akarudi Madina. Yeye aliandika shairi, na katika shairi lake yeye alifedhehesha kina mama wa Kiislamu. Hata katika shairi lake aliandika maneno machafu dhidi ya familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alisambaza sana shairi lake katika Madina. Yeye alifanya njama ya kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye kwa kumwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya njama kwamba yeye atamwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake kwa ajili ya mwaliko, na kule atamuua. Lakini Mtume Mwenyezi Mungu alimsalimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye hakufaulu katika njama yake. Hali ilipofikia ilipokuwa ya aina hii kwamba yeye alikuwa anafanya njama na vilevile alikuwa analeta fitina, na alifanya juhudi ili aweze kuangamiza Islam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na hali yake hii sawa na ahadi yake aliyofanya pamoja na Mayahudi baada ya kuhamia kwake katika Madina, sawa na ile ahadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiongozi wa Madina. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa kiongozi Madina akaamua kwamba Ka'b bin Ashraf kwa sababu ya vitendo vyake anapaswa auawe. Kwa sababu wakati ule, kwa sababu ya fitina ya Ka'b, mazingira ya Madina yalikuwa ya aina hii kwamba ikiwa ingetangazwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Ka'b auawe, basi katika hali hii kulikuwa hatari kwamba watu wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na kwa sababu ya hii damu ingemwagika katika Madina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam
alikuwa anataka kujenga mahusiano na alitaka kujenga udugu katika watu. Kwa hiyo kwa kuwa na hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kwamba Kaab asiuawe hadharani, bali maswahaba kadhaa wateuliwe na wamuue. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia jukumu hili Muhammad bin Maslama, na mtume sallallahu alaihi wasallam alishauri na alimwagiza kwamba akichukua hatua yoyote basi yeye achukue hatua ile kwa ushauri wa Saad bin Ubada. Hadha Muhammad bin Maslama akasema kwamba kwa ajili ya kumuua Kaab tunalazimika kujenga udhuru ili tuweze kumuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuangalia hali ya wakati ule na kwa sawa na hekima ya wakati ule akamruhusu Muhammad bin Maslama kwamba unaweza kufanya udhuru kwa ajili ya kumua Kaab bin Ashraf. Kwa hiyo Muhammad bin Maslama akawaita akaenda pamoja na wenzake kadhaa kule, na alipofika katika nyumba ya Kaab bin Ashraf akamuita nje na akasema kwamba sisi tumekuja kwako kwa sababu hali yetu ni mbaya sana, tumekuja kuomba msaada kutoka kwako. Kaab bin Ashraf akasema kwamba bado hali yenu haijakuwa mbaya sana, lakini nyinyi mtakuwa katika hali mbaya zaidi kwa sababu ya kumsilimu na kumpokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya kumfuata yeye. Muhammad bin Maslama akasema kwamba sisi tumekuja kwako, utuambie je utatupatia mkopo au hutatupatia mkopo. Kaab akasema ndiyo, nitawapatieni mkopo, nitawasaidieni, lakini munipatie dhamana. Muhammad bin Maslama akasema tukupatia dhamana gani? Kaab bin Ashraf akasema kwamba muweke wake zenu kama ni dhamana. Muhammad bin Maslama akasema kwamba namna gani tunaweza kuweka wake zetu kwako kama ni dhamana? Muhammad bin Maslama akasema kwamba sisi hatuwezi kufanya hivi, ikiwa unaturehemu unatuhurumia basi tunaweza kukupatia silaha zetu. Kwa hivyo Kaab akaridhika. Kwa hivyo Muhammad bin Maslama pamoja na wenzake wakasema tutakuja jioni na usiku, na wakaondoka na usiku wakaja pamoja na silaha zao, kwa sababu walifanya ahadi na Kaab bin Ashraf waliweza kuleta silaha bila kuficha. Kwa hiyo wakaleta silaha zao, walipofika nyumbani kwake wakaanza kuongea na Kaab bin Ashraf. Basi wakati walipokuwa wanaongea naye, mmoja wa hawa maswahaba akashika kichwa cha Kaab bin Ashraf na akamuita wenzake kwamba mumshambulie Kaab bin Ashraf. Kwa hiyo wale maswahaba walikuwa tayari kumshambulia, wakamshambulia na wakamuua. Baada ya kumuua Kaab bin Ashraf, Muhammad bin Maslama pamoja na wenzake wakaja Madina na wakamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wameshamuua Kaab bin Ashraf. Kwa hiyo habari ya mauaji yake ilipoenea katika Madina, basi watu wakawa na wasiwasi, na kesho yake yani asubuhi yake Mayahudi kadhaa wakamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba kiongozi wetu ameuawa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia kauli yao hii akasema kwamba je, mnajua kwamba Kaab alikuwa mkosefu kiasi gani na alikuwa akifanya nini? Je, nini hamjui kwamba alikuwa anasambaza fitina na vile vile alikuwa anafanya njama dhidi ya Waislamu? Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kuhusu amali na vitendo vya Kaab bin Ashraf. Kwa hiyo wale Mayahudi wakakaa kimya na wakarudi. Kisha baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale Mayahudi kwamba nyinyi mnatakiwa muishi kwa amani na umsilete fitina na ufisadi. Basi Mayahudi wakaridhika naye, na ahadi ingine ikaandikwa kwamba Mayahudi watakaa
kwa amani na usalama na hawataleta fitina dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Islam. Kule Mayahudi mara tena wakajadidisha ahadi yao kwamba wao hawataleta fitina. Ikiwa Kaab asingekuwa mwenye fitina, basi wale Mayahudi wasingefanya ahadi na mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wasingekaa kwa amani na wasingekaa kwa amani, bali wao wakasema kwamba kuanzia leo watakaa kwa amani. Katika historia haikuandikwa sehemu yoyote kwamba baada ya siku ile wale Mayahudi walieleza tukio la kuuawa kwa Kaab, kwa sababu wao walikuwa wanajua kwamba Kaab ameuawa kwa sababu ya vitendo vyake na mali zake. Wenye historia wa nchi za Ulaya wameandika maelezo na wameleta shutuma dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wameleta shutuma dhidi ya Islam. Lakini tunatakiwa tuangalie kwamba je, uwawa kwake ilikuwa sahihi au sio sahihi. Na jambo la pili ni kwamba njia ya kumua iliyochukuliwa, je, ile njia ilikuwa sahihi au sio sahihi. Jambo la kwanza ni kwamba inatakiwa ikumbukwe kwamba Kaab bin Ashraf alifanya ahadi ya amani pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye aliahidi kwamba yeye atasimama dhidi ya maadui ikiwa maadui wanashambulia Madina na wanashambulia Islam, na yeye alikiri kwamba sheria yoyote iliyowekwa katika Madina sawa na sheria ile, mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa kiongozi na sisi sote tutakubali uamuzi wake. Kwa hivyo historia inathibitisha kwamba sawa na ahadi hii Mayahudi walikuwa wakileta kesi zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa uamuzi sawa na ile ahadi. Licha ya kuwa na hali hii na ahadi hii, Kaab bin Ashraf yeye akavunja ahadi na yeye alileta fitina katika Madina, na yeye alijaribu kuleta vita katika Madina, na yeye aliwachochea Waarabu dhidi ya Waislamu, na vile vile alifanya njama ya kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa na hali yote inathibitika kwamba Kaab bin Ashraf alikuwa mkosefu na alikuwa anapaswa aadhibiwe. Je, yeye asingeadhibiwa kama aliadhibiwa sawa na amali zake? Je, siku hizi nchi ambazo ni nchi za maendeleo, ikiwa wanaposikia kwamba njama inafanywa dhidi yao, je, wao hawaadhibu yule mtu au ile nchi? Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika kwamba Kaab bin Ashraf jinsi aliyouawa, je, ilikuwa sahihi? Je, aliuawa, njia iliyotumika kwa ajili ya kumuua, njia hii ilikuwa sahihi? Kuhusu hii Kaab bin Ashraf anasema kwamba katika Madina kulikuwa hakuna serikali, bali makabila yote yalikuwa na utawala wao. Wakati ule kulikuwa hakuna mahakama ambapo kesi ya Kaab ingepelekwa na hukumu ingetolewa dhidi yake. Je, kesi ingepelekwa kwa Mayahudi ambao walikuwa wakimwamini kwamba yeye ni kiongozi wao, walikuwa wakileta fitina? Je, kesi yake ingepelekwa kwa Makuresh ambao walikuwa maadui wa hali ya juu ya Waislamu? Je, kesi yake ingepelekwa kwa Ghatfan
ambao walikuwa maadui na walikuwa tayari kushambulia Madina. Hata walifanya juhudi ya kushambulia Madina mara 3 mara 4. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba wakati ule kulikuwa njia gani isipokuwa njia hii iliyotumiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi njia hii iliyotumika ni njia nzuri, kwamba mtu mwenye shari auawe badala ya kuwaua watu wote, na badala ya kuleta uharibifu katika nchi na kuleta hatari kwa ajili ya watu wote. Inatakiwa ikumbukwe kwamba sawa na ile ahadi iliyofanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi, sawa na ile ahadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sio mwenyeji wa kawaida, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alichaguliwa kuwa kiongozi wa Madina, na alipewa hiari kwamba matatizo yote yatakayotokea na kesi zote zitakazotokea, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatoa uamuzi sawa na hiari yake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya faida ya nchi alitoa uamuzi kwamba Ka'b bin Ashraf auawe kwa njia hii. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kuleta shutuma dhidi ya tukio hii. Kisha historia pia inathibitisha kwamba Mayahudi pia hawakuleta shutuma baadaye wala malalamiko baadaye, bali waliendelea kukaa kimya. Ikiwa mtu analeta shutuma kwamba kwa nini Mayahudi hawakuitwa kabla ya kumua Ka'b na wangeambiwa kuhusu amali za Ka'b bin Ashraf, jibu lake ni kwamba wakati ule hali ilikuwa ya aina hii, kwamba ikiwa njia hii ingechukuliwa, katika hali hii kulikuwa hatari kwamba uadui utazidi katika makabila mbalimbali, na hivyo ndivyo kulikuwa hatari kwamba kule katika Madina pia damu itamwagika na watu wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo uamuzi ulichukuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uamuzi ule ulikuwa sahihi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuleta amani alitoa uamuzi kwamba Ka'b bin Ashraf auawe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakudanganya wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kwamba mauaji yake yaendelee kufichika, bali mara baada ya kuuawa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Mayahudi kwamba Ka'b bin Ashraf ameuawa kwa sababu ya hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitisha kwamba yeye hakundanganya wala hakufanya njama, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Mayahudi kwamba kwa sababu ya makosa fulani na fulani Ka'b bin Ashraf ameuawa, na mimi nilitoa amri ya kumuua Ka'b bin Ashraf. Ikiwa kuna mtu ambaye analeta shutuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu maswahaba zake kwamba wao waseme uongo, shutuma hii pia sio sahihi, kwa sababu riwaya inakataa wazo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaruhusu maswahaba zake kwamba wao waseme uongo, bali sawa na riwaya ya Bukhari, wakati Muhammad bin Maslama alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa ajili ya kumua Ka'b bin Ashraf tunalazimika kufanya udhuru fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu Muhammad bin Maslama, na akamruhusu tu, na hakusema zaidi ya kutoa ruhusa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kwamba Muhammad bin Maslama na wenzake watakapoenda katika nyumba ya Ka'b bin Ashraf watatumia ujanja fulani ili Ka'b bin Ashraf atoke nje na waweze kumuua, na hakuna ubaya wake, kwa sababu katika hali ya vita
watu wanatumia ujanja wa aina huu na hakuna yeyote ambaye analeta shutuma dhidi ya ujanja wa aina hii. kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufanya kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu. Na vile vile Muhammad Muslim alipoenda katika nyumba ya Ka'b bin Ashraf, yoyote aliyosema maneno yake pia yalikuwa sio kinyume na mafundisho ya Islam, wala hakusema uongo. Yeye alitumia maneno ambayo yanaweza kuwa na maana ya aina mbili. Kwa hivyo kusema kwake ilikuwa sio uongo. Ikiwa Muhammad bin Muslim asingesema hivi, basi asingeweza kufaulu katika jukumu lake. Kwa maneno yaliyotumika na Muhammad bin Muslim, hakuna yeyote ambaye anaweza kusema yale maneno yalikuwa ya uongo. Kisha kuna swali lingine kwamba je, katika vita kuwadanganya watu ni sahihi au sio sahihi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba alharbu khudha, yani vita ni udanganyifu. Watu wengine wanasema nauzu billah, mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu kwamba watu wadanganye wakati wa vita, lakini sio maana ya alharbu khudhatun kwamba watu wadanganye katika vita au wakati wa mapigano, bali muradi wake ni kwamba vita yenyewe ni udanganyifu. Yani hatuwezi kusema kwamba katika mapigano na vita itatokea nini au hali itakuwaje. Yani vita inaleta athari kiasi hiki kwamba hatuwezi kusema kwamba matokeo ya vita yatakuwa ya aina gani. Katika hadithi riwaya hii inapatikana kwa njia mbili. Ya kwanza ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alharbu khud'a, yani vita yenyewe ni udanganyifu. Na riwaya nyingine ni kwamba yani mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba samul harb al khud'a, yani jina la vita ni udanganyifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba udanganyifu ufanywe katika vita, bali alisema kwamba vita yenyewe ni udanganyifu. Na ikiwa maana yake inachukuliwa udanganyifu, basi mradi wake ni hila tu, na hila inaruhusiwa, lakini uongo na udanganyifu hauruhusiwi. Maana ya hadithi hii ni kwamba kwa kutumia hila kupata ushindi juu ya maadui, na jambo hili ni sahihi na sio kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Hazur anasema kwamba hila pia inaweza kuwa ya aina mbalimbali. Kwa mfano, katika riwaya moja imeelezwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoka kwa ajili ya mapigano alikuwa hayasemi kwamba anaenda wapi. Baadhi wakati alikuwa akifanya hivi kwamba alikuwa ana mpango kwenda upande wa kusini, lakini alikuwa akienda upande wa kaskazini, lakini baadaye tena alikuwa akirudi upande wa kusini. Au ikiwa mtu alipokuwa akimuulizwa kwamba umekuja kutoka wapi, badala ya kusema kwamba amekuja kutoka Madina, alikuwa akitaja sehemu nyingine ambapo alikuwa ameondoka hivi karibuni. Hivyo ndivyo katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema kwamba baadhi wakati maswahaba kwa ajili ya kuwaghafilisha wale maadui walikuwa wakirudi nyuma katika uwanja wa vita, na wakati maadui walipokuwa wakipumzika kidogo, maswahaba walikuwa wakiwashambulia tena. Kwa hiyo njia hizo zote ni njia za al-khudha na ni hila ambayo inatumika katika vita, na hila hii hata mpaka leo pia inatumika. Lakini kusema uongo katika vita na kudanganya au kutumia udanganyifu katika vita hairuhusiwi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema kwamba kusema uongo ni dhambi kubwa sana.
hivyo ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba imani na uongo hauwezi kukaa pamoja, na alikuwa akisema kwamba yeyote ambaye anadanganya basi yeye atapata adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Ikiwa katika vita al-Khudha ruhusa yake ilitolewa, maana yake sio uongo wala udanganyifu, bali maana yake ni kutumia hila ya vita ambayo inatumika kwa ajili ya kupata ushindi juu ya maadui. La labda wengine wanaona kwamba hila ile ni sawa sawa na uongo, lakini kwa hakika hila ile sio uongo. Azmeza Bashira Masahib anasema kwamba kuna hadithi nyingine ambamo Kulsum anasimulia kwamba nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliruhusu kwamba watu waseme maneno ambayo sio uongo, lakini watu kwa juju wanaweza kuona kwamba ni uongo. Na sehemu ya kwanza ni vita, na sehemu ya pili ni kwamba kwa ajili ya kuwapatanisha watu mtu aseme maneno, na sehemu ya tatu ni kwamba mke kwa mume wake au mume kwa mke wake watumie maneno kwa ajili ya kuridhisha, yani wanakuwa na nia halisi na wanatumia maneno, na huenda maneno haya yanaonekana ni uongo lakini sio uongo. Basi hadithi hii inaweka wazi kwamba jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu kwamba al-Khudha inaweza kutumika, basi al-Khudha sio uongo bali ni hila ambayo inatumika dhidi ya maadui, na mataifa yote yanatumia hila ya aina hii katika vita. Katika Ibn Hisham kuna riwaya moja kwamba baada ya kuuawa kwa Ka'b bin Ashraf, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba kwamba mkimkamata Myahudi yeyote basi mumuue. Kwa saba moja akamuua Myahudi moja, na riwaya hii inapatikana katika Abu Daud. Na Ibn Ishaq pia anasimulia hadithi hii. Mirza Bashir Masahib anasema kwamba riwaya hii sio sahihi, ni dhaif. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba mkipata Myahudi yote basi mumuue. Ibn Ishaq ameeleza hadithi bila kuwa na riwaya sahihi, na Abu Daud anasema kwamba nilisikia hadithi hii kutoka kwa mtumwa na jina lake halijulikani. Nilisikia kutoka kwa Muhayyisa, na hata jina lake pia halipatikani katika hadithi na wala katika historia, na yule Muhayyisa alisikia kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo riwaya hii inathibitisha kwamba riwaya hii ni dhaifu sana, sio sahihi, na kwa sababu riwaya hii imesimuliwa na watu ambao hawajulikani. Hivyo ndivyo tunaposoma hadithi inathibitika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hafanyi hivi, yani mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume maneno yaliyotumika katika hadithi hii. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam angetoa amri kwamba Mayahudi wauawe, basi Mayahudi wengi wangeuawa, lakini kuna Myahudi mmoja tu ambaye aliuawa. Kwa hivyo hii inathibitisha kwamba amri ile ilikuwa si kwa ajili ya Mayahudi wote. Vile vile baada ya tukio la Ka'b bin Ashraf, ahadi nyingine ilifanywa na Mayahudi. Kwa hiyo hii haiwezekani kwamba baada ya ahadi ile mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kinyume na ahadi ile. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri ya aina hii, basi Mayahudi wangepiga kelele sana na wasingekaa kimya na wangeleta malalamiko, lakini hakuna ushahidi hata mmoja kwamba walifanya hivi. Basi tunaweza kusema kwamba riwaya hii ya kuwaua Mayahudi sio sahihi. Vile vile wakati Ka'b bin Ashraf alipouawa, wakati ule labda Mayahudi walipopiga kelele sana,
na wakati ule huenda inawezekana ilitokea hivi kwamba kwa sababu ya hatari ya ile mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa mnamwona myahudi yeyote basi muue, basi yeye asiachwe. Lakini baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ahadi na mayahudi, kwa hiyo amani ilipatikana. kisha Bashira Masab anasema kwamba kuhusu Ka'b bin Ashraf, wengine wanasema aliuawa katika Rabiul Awwal, na Ibn Hisham anasema aliuawa baada ya saria Zaid bin Harisa, na saria hii ilitokea katika Jamadul Akhir. Hazur anasema kwamba maelezo haya yataendelea na nitaeleza katika hutuba ijayo inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.